Taasisi ya Utafiti wa Misitu Tanzania ilianzishwa mwaka 1980 kupitia sheria namba 5 ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitia sheria hiyo taasisi hii ilipewa jukumu la kufanya, kuratibu na kutoa matokeo utafiti kwa wadau wa misitu na ufugaji nyuki hapa nchini Tanzania. Tuko hapa kwa ajili ya kushiriki kwenye kongamano la 3 la kimataifa la utafiti wa misitu na ufugaji nyuki hapa nchini. Tumekuwa na kongamano mengi, lakini mengi hayakuwa na sura ya kimataifa. Yamekuwa ni yale ambayo yana sura ya kitaifa sana. Sasa kuanzia mwaka 2019 tulianza kongamano letu la kwanza ambalo lilikuwa limejikita sana kwenye tafiti zenye mchango mkubwa kiuchumi. Kongamano la pili lilifanyika mwaka 2021 kule Dar es Salaam, lililojikita kwenye mnyororo mzima wa mazao misitu na mchango wake kwa wadau. Lakini hili limekuja na mada inayohusu urejeshwaji wa mandhari ya misitu kwa maendeleo endelevu ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kongamano hili limekuja muda muafaka wakati huu ambapo kwa kweli tunapitia changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika uendelezaji wa sekta ya misitu, kiasi cha taarifa, ubora wa taarifa ni muhimu sana katika kukuza sekta hii. Tumeendelea kuwa tunatoa taarifa za uharibifu wa misitu na mazingira yetu. Tunapoteza hekta zaidi ya 400 kwa mwaka. Kwa hiyo urejeshaji wa matokeo haya kwa njia ya kongamano ni muhimu sana. Hii inawapa taarifa hata wale watunga sera, viongozi wa nchi, ndugu zetu wa mataifa makubwa, kuona ni namna gani kwa pamoja tutapanga ili kuokoa walau misitu iliyobaki. Where we are looking at the forest being quite a good sequester of carbon, which actually helps with climate change, it's imperative upon the government and even our scientists to show the world that this research is at the forefront. Sera zetu, miongozo, kanuni na taratibu ziweze kusaidia nchi kufikia malengo ya kutimiza uchumi wa buluu na uchumi wa kijani. TAFURA wamekuwa mstari mbele kutangulia kufanya utafiti kwa dhamana walionayo na utaalamu walionao, kwanza wa rasilimali watu, lakini kwa maabara ambazo wanazo zenye kuweza kufanya kazi hii na kutupa taarifa ambazo zinatusaidia sisi kujipanga vizuri kama wasimamizi wa sekta hii, kutekeleza sasa yale yanayopatikana kwenye tafiti, na tunaona matokeo yanakuwa mazuri. Serikali na wadau mbalimbali wamekuwa na juhudi kadhaa zinazosaidia katika kurejesha mandhari ya misitu hii iliyoharibika. Hali hii tunaweza kukabiliana nayo, tunaweza tukahimili kutokana na kufanyika kwa tafiti, kutumia matokeo ya tafiti. Ndio jukumu kubwa hasa la mkutano huu, kuweza kusaidia nchi kukabiliana na haya mabadiliko. Kwa hiyo lengo letu ikawa basi tukusanye wadau wa ndani na nje ya nchi, wote kwa pamoja tujadiliane ni kitu gani tumeshakifanya katika harakati za kurejesha mandhari hizi zilizoharibika kutokana na shughuli za binadamu, lakini kwa kiasi fulani shughuli zile za asili. Mgeni wetu rasmi alikuwa Makamu wa Rais Dr. Isidore Philip Mpango, ambayo ofisi yake kimsingi ndio inasimamia masuala yote ya mazingira kwa hapa nchini. Unapoongelea mazingira huwezi kutenganisha na misitu, na misitu pengine ndio chanzo cha kuwa na mazingira yanayofaa. Kwa ndio lengo la kumchagua na kumwomba aje kuwa mgeni rasmi, kwa sababu uhifadhi wa misitu, uhifadhi wa mazingira inagusa moja kwa moja ofisi yake, na tunashukuru sana kwa yeye kuridhia kuja kuwa mgeni wetu rasmi. Niko hapa kumwakilisha Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais anaanza kwa kusema ninawashukuru na kuwapongeza wote mliokubali kutenga muda wenu kwa ajili ya kuja kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii katika uzinduzi wa tukio hili muhimu na la aina yake katika taifa letu. Tafiti zinazofanywa na TAFURA zimekuwa na mchango mkubwa katika uendelezaji wa rasilimali za misitu na nyuki, kuhifadhi mazingira, lakini vile vile kukuza pato la taifa na kuongeza fursa za ajira hasa kwa vijana na wanawake. Ningependa kuthibitisha kwamba Tanzania imejizatiti kuimarisha ushirikiano na kukuza uongozi katika juhudi za pamoja za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Tuko tayari kushirikiana na nchi nyingine na wadau mbalimbali ili kuendeleza tafiti na mipango ya pamoja, tukitambua umuhimu wa hatua za pamoja katika kushughulikia masuala haya muhimu. Ndugu wananchi, ili kufanikisha urejeshaji wa misitu na kuimarisha ubora wa mazao ya misitu, hatua zifuatazo zinapaswa kuchukuliwa. Moja, Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi zake
na Mfuko wa Misitu Tanzania itenge fedha kwa ajili ya kuwezesha tafiti zitakazowezesha kutatua changamoto zilizopo kwenye sekta ya misitu na nyuki na mazingira. 2. TAFORI kwa kushirikiana na taasisi nyingine za utafiti, hakikisheni mnafanya tafiti na kuja na matokeo yatakayowezesha kukabiliana na mimea vamizi inayopatikana katika maeneo ndani na nje ya hifadhi. 3. Wakala wa Huduma za Misitu, hakikisheni mnakuja na mpango mahususi wa kukabiliana na matukio ya moto katika maeneo ya misitu ya asili na mashamba ya miti. 4. Ziandaliwe kampeni za uhamasishaji kwa jamii kuhusu umuhimu wa misitu, ufugaji wa nyuki na jinsi ya kushiriki katika shughuli za urejeshaji. 5. Wizara ya Maliasili na Utalii, fanyeni kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi na serikali za mitaa ili kuunda mikakati ya pamoja ya urejeshaji misitu. 6. Toeni mafunzo kwa wakulima na jamii kuhusu mbinu za kilimo endelevu, ufugaji wa nyuki na uhifadhi wa misitu, kuandaa na kutekeleza sera zinazounga mkono urejeshaji wa misitu na usimamizi wa rasilimali za misitu kwa njia endelevu. 7. Hakikisheni miundombinu ndani ya maeneo ya mashamba ya miti inaimarishwa na kuwezesha upatikanaji wa masoko ya mazao ya misitu na nyuki ili kuhamasisha uzalishaji wa mazao bora. Na 8. Wizara zinazohusika na uratibu wa biashara ya kaboni, hakikisheni mnatenga fedha kwa ajili ya kuwezesha taasisi za utafiti ikiwemo TAFORI kufanya tafiti zitakazowezesha nchi kunufaika zaidi kupitia biashara hiyo. Ametuachia maelekezo, kazi yetu kubwa ni kwenda kuyatekeleza. Kubwa ni usimamizi wa misitu, kufanya tafiti zinazotatua changamoto za wananchi. Tusikae ofisini tukafikiri yale ambayo sisi tunayataka. Twende kwa watu, twende kwa wadau, tuone wana changamoto zipi, basi ndo tuje tuzifanyie tafiti, tupate matokeo, na matokeo haya yasiishie kwenye makabati, tuyarudishe kwa wadau ili aweze kuwasaidia katika uendelezaji wa misitu yetu. Sisi wote tunaenda kuyatekeleza kama alivyotuelekeza Mheshimiwa Makamu wa Rais. Tanzania, Mungu misitu yetu, urithi wetu, Mungu. Kwa hiyo katika kongamano hili tumeweza kukusanya washiriki zaidi ya 900 kutoka nchi zisizopungua 7. Nchi hizi ni pamoja na Kenya, Afrika Kusini, Ujerumani, Finland, Estonia na Tanzania sisi wenyewe. Researchers should be backstopping decisions and providing solutions to these environmental challenges. Katika kongamano hili tumekuwa na mada ndogo zisizopungua 8 ambayo kila mada imekuwa ikigusa maeneo yale yale yanayoleta mchango katika kurudisha mandhari ya misitu yetu iliyoweza kupoteza hadhi yake. Trying to look at it from the regional viewpoint, how we can improve our restoration in these areas. Kwa nini tumeshirikisha watafiti kutoka nje ya nchi? Ni kwa sababu uharibifu wa mandhari, swala hili linagusa hata nchi nyingine zilizoko nje ya bara la Afrika na huko kwingineko. It was important to compare notes. So the symposium itself, which I think I really enjoyed it because I think the Tanzanian government has taken it upon themselves to actually call all the scientists. And as you notice, it was not just from the forestry sector. They came from different parts, the universities and the other departments. Ultimately, what's coming out at this conference is very important for the country. Now, over the past centuries, many different trees and shrubs have been introduced to Africa, to Tanzania, Kenya and to other parts of Africa. They have been introduced because they actually provide some benefits. They provide wood, forage for livestock, sometimes also they help regenerating degraded lands. So they were brought with a good intention. Unfortunately, today we know that some of these exotic species become invasive. Invasive species are plants or insects that are introduced from one part of the world into another part of the world. And some of these become invasive and pose problems to humans and to nature. And those are the invasive, exotic or non-native species. There are about 200 different tree species now that have become invasive in Africa. And many of those actually are also invasive here in Tanzania and in neighbor countries in East Africa. Why we should care about invasive trees like prosopis? Because they actually affect
all parts of the environment, and they also affect human health. So they displace native plants, they basically reduce the forage for livestock, but they also have significant impact on the water household. So invasive tree species are actually an issue for multiple land use types and multiple actors at the landscape level. So they actually spread across whole landscapes, not just in forest. Kutumia kongamano hili tumeweza kupata matokeo ya wenzetu wanafanya nini, teknolojia zao zikoje, zinazoweza kusaidia katika urejeshaji. Teknolojia tulizo nazo na za wenzetu zinatofautiana, lakini tafiti na zenyewe zinatofautiana, lakini zikiwa na lengo moja la kurudisha mandhari. Also, seasonal changes in flowering patterns are also among the impacts of climate change on the gut honeybees, whereby dietary shift can also cause such an imbalance. Katika kongamano hili wawasilishaji mada mbalimbali wanatoa solutions. We basically need to bring together the researchers, like people from TAFORI, but we also bring together the policymakers at the national and subnational level. And we also need to bring together those who actually do the work on the ground. So those who will use the knowledge that is created by scientists and actually support the communities in implementing a landscape which will provide all the needs for the people in a particular community. And these congresses like this one are an excellent opportunity to bring all these people together and discuss solutions at the landscape level. Katika sekta ambazo zinapata pia changamoto kubwa ni sekta ya misitu pamoja na nyuki. Ukiangalia kwenye tatizo la ukame, kukiwa na ukame, mimea michache sana itakuwa inatoa maua. Maua yanapokuwa kidogo, chakula kwenye mzinga kinapungua. Upungufu wa chakula kutokana na ukame ni sababu moja kubwa inayofanya makundi ya nyuki kuhama kwa abscondi. Apis mellifera scutrata, ambayo ni lesi moja ya nyuki tulionao Tanzania, wakati wa ukame mpaka 63% ya makundi inaweza kuhama. Sasa kwa mfugaji akipoteza 63% ya makundi yake ya uzalishaji, tunaongea huyu mkulima amebakiza 37% na ambayo haiwezi kufanya vizuri pia kwa sababu ya hali iliyopo, maendeleo ya majana kwenye kundi ni kidogo. Huyu mfugaji ana hasara kubwa. When you combine climate change with pesticide application, disease and parasites, malnutrition, loss of genetic diversity, the problems becomes even huge. Issues that were identified also including like financing, that were good at maybe planning, good policies in forestry or forest restoration, but it was evident that funding sometimes, maybe the political will, if it's not there, then you cannot actually move forward. Katika kongamano hili, changamoto kubwa ambayo imeonekana ni upatikanaji wa fedha za kuwezesha masuala ya uhifadhi, hasa upande wa utafiti. Miongoni mwa majukumu ambayo mfuko wa misitu Tanzania umepewa ni kuwezesha na kuendeleza utafiti wa misitu hapa nchini. Welcome everybody to submit the proposal so that you can be selected if you qualify to get the grants which are being offered by Tanzania Forest Fund. Katika pia kongamano hili mfuko wa misitu Tanzania umeshiriki kwa maana ya kutoa wasilisho na kuzungumzia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kugharamia uhifadhi na uendelezaji wa rasilimali misitu hapa nchini. Kwa hiyo tumepata uzoefu, tumeshare mawazo, tumepata experience, na mwisho yote ndio kuweza kwa pamoja kuwa na miradi ambayo inaweza kusaidia katika urejeshaji wa mandhari zetu za misitu na ufugaji nyuki hapa nchini. Tungeomba uwekezaji kutoka serikalini, lakini pia kutoka kwenye mashirika ya humu ndani na asasi binafsi pamoja na za umma kushiriki sana katika kufadhili tafiti na ziwe tafiti za muda mrefu endelevu. And just a few examples of impactful research that TAFORI did and which should be continuously funded. The forest plantations we see here in Tanzania in those 1900 years were tested in Tanzania and screened, and that's how we found good species for plantations in Tanzania, and they continue bringing new species that are commercially viable and they can increase the economy of the industry. Kwa hiyo tunachotakiwa kwetu sisi Tanzania ni kuhakikisha kuna kuwepo uwekezaji mzuri kwenye tafiti. Uwekezaji mzuri kwenye tafiti
utaleta manufaa makubwa sana. Misitu tu peke yake inaweza ikatuletea mapato makubwa mno, maradufu kuliko tunachokipata sasa hivi. Tunaweza tukapata hata mara 40-50 ya tunachokipata leo. Tumeitumia Finland kwa sababu ni nchi mojawapo ambayo uchumi wake mkubwa unategemea misitu, na ni nchi ambayo imekuwa ni mfano wa kujivunia kwamba wanalo eneo kubwa ukilinganisha na nchi nyingine ambalo limepandwa miti. Wamefanya tafiti nyingi za misitu, wameishaendelea zaidi katika tafiti katika vyuo vya elimu na kadhalika katika upande huo. Kwa hiyo ile nchi tunatumia kama modo katika utunzaji wa misitu, katika tafiti, katika teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana tuliona hawa ni wadau wakubwa waje hapa tuweze kubadilishana mawazo nao, na wenyewe watusaidie kwamba tunaweza tukatokaje hapa ili wote kwa pamoja tuweze kuwa na mandhari inayostahili. For us, it was also very important to link up with other people, other stakeholders interested in wild edible mushroom. To get a better protection of the forest, we have to incite the local communities to see the value of the forest. When we plan for landscapes that are suitable for people in the future, we need to consider these effects of climate change. So all the planning that we do today must have this vision of how climate change will affect livelihoods in the future. The challenges with the environment we have in Estonia are very similar to Tanzania. Mabadiliko ya tabia nchi hayana mpaka. Kwa hiyo kama huku kumeharibika, basi hata jirani anapata matatizo. Lazima tuwekeze kwenye rasilimali, tuwe na watafiti ambao wanazo skills zile muhimu za kisasa. Tafiti zinatusaidia sana katika kuangalia na kujipanga kwa masuala ya mbele yanayoweza labda kuwa na madhara katika usimamizi wa rasilimali zenyewe. Tuwekeze katika maabara na vifaa vipya vya maabara vya kisasa. Tuwekeze katika mafundi, technicians. Hiyo ni kada muhimu sana, lakini ni kada ambayo kwa namna moja au nyingine ni kama imeenda inatoweka. Entry point nzuri pia ni mtaala mpya uliopitishwa au wa Wizara ya Elimu. Ni mtaala mmoja wapo ambao unaweza ukatusaidia sana kama taifa katika muendelezo. Sasa hivi tunajaribu kuriskill, tunajaribu kufanya wale waliopo waweze kupata utaalamu ulio mzuri. Utalii kwa mfano unategemea sana uwepo huu. Wanyamapori wanategemea sana uwepo wa misitu endelevu bila kuwa na magugu vamizi na mambo yote. Lakini maisha yetu hata hii tunayoita blue economy, usafirishaji ndani ya maji, ndani ya mito, ndani ya maziwa, vyote vinategemea sana uwepo wa misitu yetu. Changamoto kubwa katika misitu yetu kwa hapa nchini ni moto. Uwekezaji katika sehemu hii ni gari kwa maana ya fedha, ni gari kwa maana ya muda. Sasa inapotokea janga la moto, kiasi fulani linarudisha wadau wetu nyuma, kwamba unaweza ukarudi sifuri baada ya muda mrefu na ukaingia hasara kubwa sana. We are working together with the FORI on a forest management program in order to use satellite data to protect the forests and to prevent wildfires. Hawa wenzetu kutoka nchi ya Estonia wako mbele sana katika kutengeneza programu zinazoweza kusaidia kubaini moto hata kabla haujatokea. Tunaenda kukamilisha makubaliano yetu nao, tuone ni kwa namna gani na sisi tunaweza tukawa katika sehemu ya kuwa na programu ambayo inaweza kutusaidia wote kutambua moto kabla haujaji. Thanks to this conference, get a real understanding and assessment of what the problems are and how we can use satellites, drones and AI to solve these problems. This is something which we need actually to nurture. We need to create skilled cadre in multidisciplinary research. Wakilisho langu mimi lilionyesha umuhimu wa kufanya tafiti ambazo tunasema multidisciplinary, zinachukulia maeneo tofauti, lakini kujikita pia kwenye kutumia akili unde, artificial intelligence. Sasa kwa kutumia artificial intelligence, basi zipo programu zinazoweza kutengenezwa kwa kutumia viashiria, early detection
yani kabla moto hujatokea, basi unaweza ukapata alarm, ukapata saini yoyote ile inayoweza kusaidia kama maeneo fulani kwa kuzingatia vigezo fulani vya uwakaji wa moto, basi pale panahitaji uangalizi wa haraka sana ili uweze kunusuru mali yako. It is really nice to see that Africans are working hard to save their own environment. They care about their nature and value it. Hawa Estonia watakuja kutusaidia ili tuweze kunusuru mali ghafi zetu za misitu. You are on the right track. So keep up the good work. Sisi kwetu hili ni kongamano lenye manufaa na mafanikio makubwa. Michango, mawasilisho walioyaleta ambayo yote ndio tulikuwa tunakitaka yaweze kutusaidia kuja na mbinu sahihi ni kwa namna gani tutaweza kurejesha mandhari ya misitu kwa maendeleo endelevu ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tanzania has taken the lead. It's the third symposium that they've done. I travel around Africa and it's not many countries. Mind you, this thing was, much as they were sponsors, but the main drive was from the government. So that if the government can do this, I think it's a good learning curve for other countries. So I think Tanzania, TAFORI, they've done well in that regard, and I think it's a learning thing that we should be able actually to push through the regional organizations, whether it's SADC or indeed East African Community. Mwisho wa yote tunaenda kuwa na way forward ya pamoja. Kama watafiti, kama wahifadhi, kama Tanzania, kama Afrika, kama dunia nzima, ili wote kwa pamoja tusimame tuweze kukabiliana na mabadiliko haya ya tabia nchi. Kwa kiasi kikubwa lengo la mkutano huu umefikiwa kwa sababu lengo kuu lilikuwa ni kushare uzoefu kuhusu changamoto mbalimbali na mbinu sahihi za kusimamia na kuendeleza rasilimali za misitu na nyuki. Naomba nimkaribishe mtaalamu Dr. Elisha Elia ili aweze kutupa maazimio ambayo tumetoka nayo kwa hizi siku tatu ambazo tumekuwa hapa. The resolutions are under 8 themes, and under theme 1, financing forest and beekeeping activities, 2 things were recommended: exploring different funding opportunities to support the forest and beekeeping research, and reviewing carbon regulations for financing forest and beekeeping research. Under the theme 2, forest degradation, biodiversity conservation and nature-based solutions, 2 things were put forward. 1, research on biological control measures for invasive species in protected and unprotected areas. And the second one is enhancing awareness in invasive species. Under theme 3, innovation and technologies in forest and beekeeping industries, there were 3 items. 1, explore climate-smart technologies in forest and beekeeping, developing a sustainable program for multi-skilled to bring about the solution to problems facing the sector, and establishment of the protocols for detecting and reporting pests and diseases affecting the population and management of bee colonies in the country. Under theme 4, which was about forest and bee product value chain under climate change scenarios, 3 items were identified. 1, explore and promote beekeeping practices and apitourism development, and development of management protocols to enhance mushroom production in the forest. And the last one was research the factors affecting bee occupants. Number 5 was about gender perspectives in forest and beekeeping industry, and 1 item has been identified to research on gender inequalities in forest and beekeeping. Theme 6, which was green and blue economy, policy and governance. Also 1 item was identified that to unlock financial opportunities for the green and blue economy. Theme 7, clean energy solution for sustaining forest landscapes. Resolution was to explore challenges and opportunities in implementing a clean energy strategy in the country. And the last theme, theme 8, about forest landscape restoration, governance and management. The resolution was to explore the role of indigenous knowledge in the forest landscape resolution. Naomba kuwasilisha. Tunaamini matokeo haya yatawekwa kwenye utaratibu wa vitabu husika, tunasema conference proceedings, na yale maazimio ya mkutano huu yatafika
kwa viongozi husika, na hasa viongozi wetu wa wizara, viongozi wetu wa nchi, ili maazimio haya yakafanyiwe kazi kuokoa maeneo yetu. Ninachukua nafasi hii kuwashukuru wale wote walioshiriki, watoa mada au washiriki wa kawaida, watunga sera, wanaojifunza na wanafunzi. Lakini kipekee nishukuru zile taasisi za uhifadhi zilizoweza kuchangia kongamano hili likaweza kufanyika. Tunao wadau wengi kutoka serikalini, taasisi zote za serikali, watu binafsi ambao kimsingi wote wametushika mkono na kuweza kufanikisha kongamano hili. Tunawashukuruni sana, na tumejiwekea utaratibu wa kufanya kongamano hili kila baada ya miaka miwili. Mikutano ya mara kwa mara inaonyesha kwamba sekta pia inakuwa, utafiti pia unakuwa, na tunategemea pia huu utafiti utaongeza chachu ya ukuaji wa sekta ya misitu pamoja na sekta ndogo ya nyuki. Kwa tunatarajia kufanya kongamano jingine mwezi Desemba mwaka 2026. Kwa hiyo wadau niendelee kuwaomba waendelee kutusapoti, na tuna mpango wa kwamba mada ijayo ya mwaka 2026 itakuwa shirikishi. Tushirikishe wadau waweze kuchagua mada ambayo nafikiri wote kwa pamoja tunaweza tukaichangia na ikawa na manufaa kwetu wote.